ilitokea hapa. Lakini wakati tunasoma ili neno, tunaona ya kwamba huyu mtu alitoka katika nchi ya Bethlehemu. Bwana Yesu asifiwe. Katika Yuda. Yaani ina maana ya kwamba mahali Yesu alizaliwa. Bwana Yesu asifiwe. Mahali Yesu alizaliwa. Watu wanatoka katika hii nchi walikuwa ni watu wa Mungu. Walikuwa ni wakaaji wa mji ule ambaye Yesu mwenyewe alizaliwa mahali pale. Sasa tunaona ya kwamba changamoto ya njaa imetokea mahali pale katika nchi ile ambayo walikuwa wanaishi. Bwana Yesu asifiwe. Ile nchi ambaye Bethlehemu, tunaona ya kwamba huu mji ni mji ambaye ni wa Mungu, maana Yesu mwenyewe alizaliwa mahali pale. Ni mji wa Mungu, ni mji mtakatifu wa Mungu ambaye Mungu alikuwa pamoja na watu wake. Kwa hivyo wakati tunaona njaa inakuja mahali hapa, watu walikuwa pamoja na Mungu bado. Bwana Yesu asifiwe. Mungu wao alikuwa mahali pale, lakini tunaona kwamba changamoto imetokea njaa. Bwana Yesu asifiwe. Siku ya leo usitoroke shida. Bwana Yesu asifiwe. Hawa tunaongelea hapa walikuwa katika nyumba ya Mungu, kama wewe uko mahali hapa katika nyumba ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Wewe ambaye umeokoka, wewe ambaye umemjua Yesu, wewe ambaye Yesu yuko ndani yako, uko katika nyumba ya Bwana, Mungu yuko pamoja na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa hawa Mungu alikuwa pamoja na wao wakati walikuwa katika hii nchi. Lakini tunaona ya kwamba changamoto ikatokea ya njaa katika ile nchi. Wakati waliona njaa imetokea, wao walisema ya kwamba wacha sisi toroke tuende kutafuta chakula, tusikufie mahali hapa. Wakasahau ya kwamba Mungu ndiye ameruhusu hiyo njaa ikuje hapo na yuko pamoja na wao. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Siku ya leo ili neno nakuletea mahali hapa, nakwambia kwamba wakati uko katika nyumba ya Bwana, wakati umeokoka unamuita Yesu, wakati Yesu amekomboa maisha yako, usikatoroke shida. Maana wengine, kuna wengi sana wanatoroka shida, maisha yao yanaharibika. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wengine tunakuwa ya kwamba tumemjua Mungu, wakati tunaona changamoto imetokea katika ndoa zetu, katika biashara zetu, katika kazi zetu, wengine tunahama, tunaacha hizo kazi, tunahama, tunaenda kutafuta kazi zingine, maisha yetu yanaharibika. Bwana Yesu asifiwe. Maisha yetu yanaharibika kwa sababu kuna kitu moja nataka ukijue, ya kwamba wakati uko katika Bwana, wakati umeokoka, wakati umeanza kumtumikia Yesu, ina maana ya kwamba maisha yako hayatakuwa ni maisha yale ya furaha kila wakati. Bwana Yesu asifiwe. Kuna wakati utapitia changamoto, kuna wakati utakutana na magonjwa, kuna wakati utakutana na mashida.